Waliokuwa wanamtafuta Yesu ilikuwa kina Yuda na maaskari, sawa? Sawa. Yesu alipojitokeza walimfanyaje? Wakati ulikuwa haujafika. Ustadh Muhammad, nafikiri huyu bwana. Yaani si wakaanguka. Wakati huo ulikuwa haujafika. Amueleze huyu. Inna lillahi. Naam, habari ndio hiyo. Bwana Dennis. Naam. Haya niambie. Jambo inaeleweka kwamba Yesu kafa msalabani. Hata rafiki yangu pale yeye amekuja hapa akasema kaburi itakuwa bila kifo. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Haya tumekusikia sasa. Mimi nafikiri kuna bwana alikuwa yakutaka tangu jana. Na angeniambia tu. Tangu jana. Ndio. Anaitwa Dr. Juma Tito, alikuwa mchungaji. Alikuwa akisamea watu dhambi. Yaani wewe ukimchezea tu anakutwanga dhambi ya miezi 6, unafanya mchezo. Alikuwa akifanya miujiza ya uongo. Leo tuko naye hapa. Amesilimu. Huyo aliyetoka sasa hivi huyo alikuwa Mkatoliki, alikuwa Mkristo kama wewe. Angalia lakini amekuwa shehe. Basi na takbir. Na huyu namleta alikuwa Mkristo kama wewe. Sasa na amekuwa shehe. Takbir. Na baada ya hapo unaona waliokaa na wewe hapa. Na Mungu akipenda watakuwa mashehe kisha watakuacha. Semeni inshallah. Semeni inshallah. Waislamu wangapi wanasema ndugu zetu wa Kisilimu tunawapokea mkono juu? Mkono juu, teremsheni. Kabisa. Watakuacha wewe tu hapa. Ni uamuzi wako tu hapa. Bado mada hiyo. Nani kafa msalabani? Ama je, Yesu alikufa msalabani? Imeeleweka mwalimu. Yesu kafa msalabani imeeleweka. Na hata kama ukileta ndugu yangu Tito, huyo rafiki yangu Tito, mimi nitamsalimia na Rumi 8:35. Ndio anakuja hivyo. Ndio anakuja. Naam, Dr. Tito. Rumi 8:35. Haya ndio huyo. Msomee baba, msomee kidogo. Nione huyu bwana. Kwanza. Mpe maiki kwanza. Sasa wewe hujapewa ruksa kwenye nyumba ya mtu, kwanza unaanza maneno mengi. Hao ndio baba wenye nyumba. Wewe unatakiwa kwanza mpangaji utulie. Waislamu takbir. Allahu Akbar. Rumi yako utasoma. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Unajua Waislamu lazima tusalimiane kwanza, lakini kule ningesema tu haleluya. Tayari sasa ieleweki salamu alisalimia Yesu. Maana kule wakiingia tutasia leo, maana leo ni siku ya kwenda kufunguliwa. Sasa kule haieleweki salamu aliwahi kusalimia Yesu, lakini Waislamu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yaani Uislamu raha kweli. Yaani ukianza tunaanza na salamu imetulia. Lakini kule nikiingia kanisani wakati ule, lakini nikifika tunasema leo tunakwenda kuomba. Maandiko yanasema leo haleluya. Sasa unajiuliza hapa ilikuwaje? Si useme tu haleluya, maandiko yanasema, watakuelewa. Waislamu takbir. Mimi mada nimeiomba japo niulize swali moja tu au nimfundishe kwa sekunde. Kisha nitarejea alafu nitarudi tena kuonyesha yale ambayo niliyakusudia. Tusemeni inshallah. Tuseme tena inshallah. Kwa nini nimeomba? Nimeomba kwa sababu kuna watu wengi watakwenda peponi kwa sababu ya kutokuamini Nabii Isa ama Yesu kafa na kufufuka. Na kuna watu wengi watakwenda motoni kwa kuamini Yesu ama Isa ama Jesus kafa na kufufuka. Kwa hiyo ni mada muhimu sana, si ya kufanyia masala, ni ya kukaa na kutulia uweze kujifunza na kufahamu ukweli ulivyo. Ndugu zangu, mimi nilikuwa mwalimu, ni injilisti, mchungaji, mtume, nabii. Nafahamu vizuri maandiko vizuri kabisa, na kuwa Muislamu sijabahatisha, niko sahihi kabisa. Labda mimi nimuulize swali dogo tu kisha niufundishe, naamini hatojibu. Akijibu basi itakuwa ni heri, Mungu atamjalie. Huwezekana akawa Muislamu. Semeni inshallah.
kuna sikukuu inakaribia, inaitwa sikukuu ya Pasaka. Swali langu dogo, mpe mic. Karibu Bwana Dennis. Swali langu dogo sana, watu wanasikiliza na Wakristo wenzio wanasikiliza. Pasaka ni sikukuu ya nini? Asante. Pasaka takujibu tu kwa mdomo. Nijibu kwa mdomo hata kwa maandiko pia vile vile. Sasa nakujibu kwa mkoa kwa ajili ya muda. Naam. Hiyo Pasaka hiyo ni ahadi. Sitaki kujua ahadi. Nauliza swali. Sikiliza swali. Pasaka ni sikukuu ya nini? Ya kuwaondoa wana wa Israeli kule Misri. Sawa. Kuna Pasaka inakaribiwa hivi sasa kusherekewa. Nadhani sikili tarehe ngapi? Ni sikukuu ya nini? Itakuwa tarehe 3 mwezi ujao, mwezi ujao. Ni sikukuu ya nini tunayoitarajia hivi sasa? Pasaka itasherekewa dunia nzima. Ni sikukuu ya nini? Sikukuu ya ukumbusho ya kuondolewa wana wa Israeli Misri. Ni sikukuu ya ukumbusho wa kuondolewa wana wa Israeli Misri. Na kuna sikukuu wanasherekea Pasaka, kufa Yesu na kufufuka Yesu. Ni ipi? Ya gani hiyo? Kuna sikukuu inasherekewa Pasaka, kufa Yesu na kufufuka Yesu. Unaijua? Kufa Yesu na kufufuka Yesu. Inaitwa Pasaka, unaijua? Pasaka. Hiyo Pasaka unaijua? Tulia basi mwalimu. Sijataka historia ya Pasaka. Nikujibu vile unavyoenda wewe. Sawa, nitakujibu. Kama unataka kujibu vile mimi nataka kujibu, unanipatia pia instruction za kujibu. Haya basi nitakujibu vile utakavyotaka wewe sasa. Ni vizuri ukasikiliza kile nilichouliza ili unijibu ninavyouliza. Nitaenda hivyo. Nimejibu kuna Pasaka ya wana wa Israeli kukombolewa utumwani, sawa? Ndio. Vizuri kabisa. Kuna Pasaka inasherekewa duniani ya kufa Yesu na kufufuka Yesu. Je, unaijua? Naijua mwalimu. Kwa hiyo hii inayosherekewa hivi sasa duniani ni Pasaka ya kufa Yesu na kufanya nini? Sasa tulia sasa kidogo. Tulia. Unajua nataka niende speed, yani unipeleke vile unavyotaka hivi, lakini tulia. Okay, sikukuu ile waliua minyama wakaweka damu katika miimi. Minyama yenyewe ambao walikuwa wanaua hizo kondoo au mbuzi zilikuwa hazina mawaa. Sasa hiyo kuwa huko wana wa Israeli kutoka ilikuwa inalenga Yesu msalabani. Sasa wakati huu ilikuwa inalenga Yesu kuja msalabani kuondolewa na dhambi. Sasa Yesu naye kukuja hii mambo ya Pasaka pia ilikuwa ni lazima afanye nini? Ni lazima aende msalabani ili ile jambo lipate kutimia kama vile maandiko yanavyosema. Mimi najua historia yote. Unajua sio vizuri ninachokuuliza. Najua kuna historia, naijua yote. Sitaki kwenda huko. Sasa basi nauliza dogo. Fundisha basi kama unajua. Sasa nauliza dogo. Kuna Pasaka inasherekewa duniani na inakaribia hivi sasa. Naamini na wewe ni mmoja wapo. Ni sikukuu ya kuamini Yesu kafa msalabani na kufufuka. Kweli si kweli? Ni kweli. Vizuri kabisa. Kwa hiyo Pasaka inayosherekewa sasa ni ya Yesu kufa msalabani na kufufuka. Ukumbusho. Bwana, kuna Pasaka ilisherekewa na Wayahudi, sawa? Pasaka ile sherekewa na Wayahudi ya kutolewa Misri, sawa? Ndio hiyo. Kwa hiyo nataka kuambia watu kuna Pasaka ngapi? Hakuna Pasaka mbili. Ziko ngapi? Moja tu. Ile ni ukumbusho. Waislamu ni lillahi. Mimi nakwambia haja ya maandiko. Mpe mic. Mpe mic. Mpe mic. 4:6 Yohana. 4:6. Haya. Fanya haraka. Sasa 4:6 Yohana 4:6. Yohana. Yaani leo anawaambia kuna Pasaka ile na Pasaka alafu anasema iko moja. Ndio Ukristo. Fanya haraka. Inasema nini? Na hapo 4:6 Yohana 6 ndio. Soma 6:4. 6:4. Naam. Yohana 6:4. Yohana 6:4 anasema hivi. Na Pasaka sikukuu ya Wayahudi. Andiko linasema Pasaka ni sikukuu ya kina nani? Ya Wayahudi. Toa andiko Pasaka sikukuu ya Wakristo.
Oh. Hiyo kumbe yeye ndio nakuneni. Hapana kuwa na wivu bwana Tito. Hapana kuwa na wivu. Unaona wapi? Sasa mimi naweza nikasema hivi. Mtume Muhammad ngoja tulia. Tulia. Angalia. Swali kwa swali. Maneno ni mazuri tu. Sasa Mtume Muhammad kapewa utume, akapewa kitabu ili awafundishe jamaa zake na watu majirani zake hapa. Sasa yeye anaweza kusema wewe ni Mwarabu? Ndio ngoja kidogo. Ngoja. Mimi ni Mwarabu. Mimi Mwarabu. Wewe ni Mwarabu? Kumbe ni Mwarabu. Huyo ni kwa mimi pia ni Myahudi. Ndio nilikuwa nataka hivyo. Sawa. Sasa twende kazi. Wewe ni Myahudi sawa? Pema hiki. Mimi Mwarabu, wewe Myahudi sawa? Sawa. Wayahudi walimuua nani? Wayahudi walimuua nani? Warumi ndio walimuua Yesu. Kwa hiyo Wayahudi hawakumuua Yesu. Hawakumuua Yesu. Pema hiki. 26:3 Mathayo. 26:3 Mathayo. Taelewa tu. 26 anzia 26 anzia 1. Ikawa Yesu alipomaliza maneno hayo yote, aliwaambia wanafunzi wake, nini? Najua ya kuwa baada ya siku 2 itakuwa nini? Itakuwa Pasaka. Dennis. Naam. Yesu anasema baada ya kumaliza maneno yale anawaambia wanafunzi, mnajua ya kuwa baada ya siku 2 itakuwa nini? Itakuwa Pasaka. Wakati Yesu Pasaka yuko hai kafa. Hapa alikuwa siku ya Pasaka ile, wakati kabla ya Pasaka Yesu anasema mnajua ya kuwa baada ya siku 2 itakuwa nini? Kutakuwa Pasaka. Wakati anasema neno hayo Yesu alikuwa hai kafa. Alikuwa hai. Kwa hiyo nataka kuambia watu kwamba mtu anaweza kasherekea hitima yake, sawa? Sasa si unaona? Angalia. Wewe unafanya ngoja kidogo mwalimu. Wewe unafanya komedia. Subiri kwanza. Yaani mtu anazungumza ambaye baada ya siku 2 ni Pasaka, alafu ananiambia alikuwa haya ama. Sasa nitakwambia alikuwa amekufa kama yazungumza. Mpe mic. Mwalimu, mpe mic kwanza wewe. Mpeni muda nipange hii mada nimalize sasa hivi. Sasa tumalize hiyo mada. Waislamu takbir. Takbir. Siji mmeelewa? Nimetoa andiko la Wayahudi kwa sababu Pasaka Yesu yuko hai anasherekea, kwa sababu ilikuwa ni desturi ya Wayahudi kusherekea Pasaka. Ni sikukuu ya kukumbuka kutolewa utumwani Misri, na hii sikukuu hakuna watu wanaojua vizuri zaidi, ni sisi Waislamu tunaijua vizuri. Tena ni mwezi wa kwanza, mwezi Muharram, mwezi wa kwanza wa Kiislamu. Kuna siku tunafunga inaitwa Yaumu Ashura, si ndio? Tunaijua. Ndio maana hata Yesu alisherekea Pasaka na Wayahudi kwa sababu wanakumbuka kutolewa utumwani Misri. Ina historia ndefu, ukisoma Mwanzo wanasherekea. Tena kuna masharti ya kula Pasaka, si muda wake. Masharti ya kula Pasaka yameelezwa kwenye Bible. Mtu mgeni asile na inatakiwa atahiriwe, na wanakula kondoo asiyekuwa na hila, na wanamuoka, wanakula kwa haraka. Kuna masharti yametaja. Lakini baada ya leo mimi nimalize sasa. Mimi nimalize tu ubishi. Tunamuuliza Allah kwanza, Mungu anasemaje? Sikilizeni ni Wakristo mlioko hapo na Waislamu wote, kwamba mjue kweli Nabii Isa ama Yesu hakufa. Huyu bwana alitoa andiko kwenye Qur'ani mwanzo akisema, Qur'ani inasema manabii Mungu anawaleta wanauawa. Ni kweli, manabii 2 waliuawa. Zakaria aliuawa kwa kukatwa. Mwanaye pia ambaye ni Nabii Yahya na alikatwa kichwa. Tunakubali Waislamu, ni ukweli kabisa. Waislamu takbir. Allah. Lakini je, kwa Yesu ilikuwaje na aliuawa? Mungu anasema ni kweli Mayahudi walitaka kumuua, lakini sababu ni nini? Ziko sababu. Tunamuuliza Allah. Sura ya 3 aya nambari 54 Qur'an. Sura 3 54. Namalizia hapo nikae, tusipoelewa uelewi tena. 3:54 Qur'an. 3:54 Al-Qur'an Al-Karim. Ba'udhu billahi minash shaitani rajim. Safi. Na Mayahudi, sikiliza vizuri. Mungu anasema Mayahudi walifanya hila. Hebu Waislamu, naamini mnajua Kiswahili vizuri. Neno, shikilia neno hila. Mayahudi walifanya hila. Malizia. Na Mwenyezi Mungu akazipindua hila zao. Mwenyezi Mungu akapindua hila zao. Kwa hiyo inaonekana Mayahudi walimwandalia Nabii Isa kifo,
cha laana cha msalaba, Mwenyezi Mungu akapindua hila zao. Ili neno hila kwenye Qur'ani limetajwa. Tunauliza Bible vipi? 26:3 Mathayo. 26:3 Mathayo. 26:3 Mathayo anasema. Inasemaje? Wakati ule wakuu wa makuhani safi na wazee wa watu safi wakakusanyika katika behewa la kuhani mkuu. Watu wamekusanyika kwenye behewa la kuhani mkuu, jina lake Kayafa. Wakafanya shauri pamoja ili wamkamate Yesu kwa hila. Rudia tena. Ili wamkamate Yesu. Kwa nini? Kwa hila na kumuua. Waislamu takbir. Unahitaji utoe aya, hadithi kuamini Yesu hajafa. Mayahudi ndio wanafanya hila, hatotoa yule andiko lolote. Mungu anasema nimemleta Yesu afe msalabani watu wasamehewe dhambi. Andiko hilo halitotokea, labda watoe Bible mpya. Halipo na halitotokea. Ndio maana Qur'ani Mwenyezi Mungu anasema walibabaishiwa mtu mwingine wakamdhani ndiye yeye. Kwa uhakika hawana uhakika na yakini kweli Nabii Isa aliuawa. Hawana uhakika. Na wao wenyewe wameitirafiana. Ndio maana mwalimu wetu alijaribu kutoa maandiko yako mengi. Ukisoma 27 Mathayo, Yesu amepelekwa mahakamani kavalishwa mavazi ya zambarau. Ukisoma 15:21 kitabu cha Marko, Yesu inaonekana amevishwa mavazi ya rangi ya nyekundu. Unajiuliza Yesu gani alikufa na Yesu gani hakufa? Jibu upati. Kazi utasikia tu leo. Maandiko hayafasiriwi kama mtu apendana. Haleluya. Maana Mungu anasema ya kwamba haikawa siku zile akatoa uhai wake kwa ajili yetu sisi. Haleluya. Denisi, uibe wewe, mzinifu wewe, mwizi wewe, akubebe mzigo mtu mwingine. Denisi. Waislamu takbir. Hebu kunja ngumi kidogo. Kohoa kidogo. Tikisa kidogo. Takbir. Allahu Akbar. Hiyo siyasikia. Nataka hadi Tanzania wasikie sasa hivi. Semeni inshallah. Kunja ngumi. Kohoa kidogo. Tikisa kidogo. Allahu Akbar. Ndio maana mimi kachomoka kule taratibu, mashehe kanilingania hao, nikasema nataka niwe Muislamu. Bei gani? Maana wakati ule nilikuwa na fedha, takwambieni. Maana mashehe baada ya kunisilimisha nikamwambia mashehe msisahau sijana nini. Ilikuwa sijana nini. Sijui mmenielewa nyie. Ilikuwa sijana nini. Maana kule kuna nini siki tu andiko lipo. Inasema maana Mungu anasema haangalii mwili kutailiwa siki. Haleluya. Kwa hiyo hata usipotailiwa na baki hivyo hivyo. Mungu haangalii mwili. Lakini kwenye Uislamu anaangalia vyote. Sasa nikamwambia mashehe inabidi nani? Kuwa Muislamu wewe. Narudi lakini Sheikh, hebu nataka nirudi dakika 5-10 niwaonyeshe baadhi ya vitu. Semeni inshallah. Hawezi kujibu maswali, sio yeye. Ukweli hakufa wala kusulubiwa. Ni watu walifanya hila, Mungu akapindua hila zao, Mungu akamnusuru na atarudi kweli na atakuja atakufa kama wanavyokufa viumbe wengine. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam. Takbir. Sallallahu ala Muhammad. Hebu huyu bwana kaketi sawa. Hebu mpatie maiki. Karibu ndugu. Rafiki yangu, mambo? Poa. Hali? Naona hapo umebeba kanda za CD hapo. Yeah. Kabisa. CD hiyo inaitwaje vile? Imeandikwaje hapo juu? Kanumba. Inaitwaje? Jerutha. Ni ya mahubiri. Ya ngumi. Napenda ngumi vizuri sana. Lazima vile ni kijana ufanye mazoezi, au sio Unampenda Yesu? Unampenda kama nani? Mwokozi wa maisha. Hata mimi nampenda. Sasa mimi sina habari na wewe. Mimi nataka nikupe zawadi tu. Nikupe zawadi kisha mwisho tu agane. Unasemaje? Uko tayari kuchukua zawadi? 3:11 Luka. Patie zawadi.
3:11 Luka. Fanya haraka bwana mbali. Nipo. Bwana mbali. Nipo baba. Soma aya 3:11 Luka. Nataka nikupe zawadi rafiki yangu. Inasema hivi. Naam. Akawajibu akiwaambia, ndio, mwenye kanzu mbili mpe. Mwenye kanzu mbili. Kanzu ni nini? Kanzu, kisikia nguo inaitwa kanzu ni nini? Vazi lolote unalovalia ukienda msikitini au kanisani. Vazi lolote unalovaa unapoenda msikitini au? Kwa hivyo hiyo uliyovaa ukienda nao kanisani ni kanzu, sawa? La. Kanzu ni nini? Vazi lolote kama hii nimevaa. Ndio. Kwa hivyo ukienda kanisani pia unavaa? Sio lazima. Sio lazima, lakini ukienda msikitini lazima uvae. Haya, mpe, endelea. Mwenye kanzu mbili. Mwenye kanzu mbili na mpe asiye na kanzu. Mpe maiki. Biblia inasema kama hauna kanzu upewe nini? Upewe kanzu. Wewe unayo kanzu? Sema ndio. Unayo? Ndio. Unayo nyumbani kanzu? La. Hauna Biblia imesema kama hauna kanzu upewe nini? Upewe kanzu. Sasa mimi niko nazo mbili. Kama ninazo mbili nafaa nichukue moja nikupe, sawa Ndio. Uko tayari kuchukua kanzu? Zawadi hiyo. Biblia inasema kama huna kanzu upewe kanzu. Sasa mimi niko nazo mbili. Nataka nikupe moja. Uko tayari kuchukua kanzu? La. Kwa nini hutaki na Biblia imesema upewe? Kwa nini? Unapinga Biblia? Ndio. Unapinga Biblia? Anayepinga Biblia siku ya mwisho anaenda wapi? Jehanamu. Uko tayari kwenda jehanamu? La. Kama hutaki kwenda jehanamu, Biblia ikisema kitu lazima utii, sawa? Ndio. Kama huna kanzu lazima upewe kanzu, sawa? Ndio. Ukikataa kuchukua kanzu siku ya mwisho utaenda wapi? Hana. Sasa nakuletea moja, sawa? Hujakuwa tayari. Hujakuwa tayari? Yeah. Sasa kama hujakuwa tayari rafiki yangu, leo wewe rafiki yangu, ukitembea barabarani wakati unaelekea Barisheba, ukatembea barabarani pale chini ukaona kuna shilingi 1000 watu wameikanyaga kanyaga, wewe peke yako kaiona, je, utaiokota ama utasema sijakuwa tayari kuiokota? Utasemaje? Utaiokota. Wewe takbir. Utaiokota. Alafu anacheka. Anapenda hela yule. Anapenda hela. Wewe ni Mkikuyu? Anapenda hela. Sasa nasemaje? Kati ya mali, kati ya pesa na uzima wa milele, kipi ni bora? Uzima wa milele. Ubarikiwe. Kama ni uzima wa milele, Yesu anasemaje? Anasema jitieni neno yangu, mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo. Uko tayari kujifunza kwa Yesu? Ndio. 4:16 Luka, namalizia. 4:16 Luka. 4:16 Luka foki. Namalizia. 4:16 nasema. Naam. Akaenda Nazareti. Ndio. Yesu akaenda Nazareti. Safi. Hapo alipolelewa. Safi. Na siku ya Sabato. Ndio. Akaingia katika sinagogi. Safi. Kama ilivyokuwa desturi yake. Mpe maiki huyo. Biblia inasema desturi ya Bwana Yesu alikuwa anaingia wapi? Sijaelewa. Rudia. Bwana mbali. Ndipo. Rudia kipengele cha mwisho. Yesu akaenda Nazareti. Safi. Hapo alipolelewa. Endelea. Na siku ya Sabato akaingia katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake. Akaingia katika sinagogi. Mpe maiki. Yesu akaingia wapi? Katika sinagogi. Sauti kidogo siasikia vizuri. Yesu akaingia wapi? Katika sinagogi. Very good. Ikifika Jumapili wewe unaenda wapi? Kanisani. Sio sinagogi. Sio sinagogi. Very good. Yesu aliingia sinagogi, sawa? Ndio. Kati yako wewe na Yesu tufuate nani? Fuate Yesu. Tukimfuata Yesu itatubidi tuingie na yeye wapi? Sinagogi. Uko tayari kuingia katika sinagogi kama vile Yesu? Ndio. Kwanza unanijua sinagogi? La. Unijua? Bwana mbali. Muonyeshe Biblia, muonyeshe. Haya, sinagogi ndio. Hebu patie maiki asome yeye.
Imeandikwaje hapo rafiki yangu? Haya ni maelezo. Hii hapa ni sinagogi. Sawa. Sinagogi ni nini hapa? Mpe asome. Imeandikwaje hapo? Toa sauti. Msikiti wa Wayahudi. Sijasikia vizuri. Kanisa, msikiti. Angalia vizuri. Msikiti wa Wayahudi. Ubarikiwe. Kwa hivyo waliofasiri Biblia wameandika sinagogi ni msikiti wa Wayahudi. Yaani Wayahudi walijenga msikiti wakaliita synagogue. Kama vile wazungu wanajenga msikiti kisha wanaliita mosque. Waarabu wanajenga msikiti kisha wanaliita masjid. Wayahudi wanajenga msikiti wanaliita synagogue. Yesu akaingia. Leo ukiona Mkamba, Mduruma, Mchoni, Mgiriama, Mdigo wanaingia kanisani, utasema wale watu wana dini gani? Ya Kikristo. Ubarikiwe. Leo ukiona Mduruma, Mchoni, Mgiriama, Mkamba, Baluya, wote hao wanaingia msikitini, utasema wale wana dini gani? Ya Kiislamu. Biblia imesema kati ya msikiti na kanisa, Yesu kaingia wapi? Msikitini. Kwa kuwa yeye ameingia msikitini, na yeye atakuwa nani? Mwashie maiki, mbona umezima bwana mbali? Iko sawa. Ape. Kwa kuwa Yesu kaingia msikitini, na yeye atakuwa nani? Islam. Takbir. Je, ulazimishwi? Angalia pepo yako na moto yako. Kaburini utaingia peke yako. Uko tayari kumfuata Yesu wewe rafiki yangu? Yesu kaingia msikitini, synagogue, kavaa kanzu. Ushawahi kuona sinema ya Yesu? La. Hujaona? Kuna video zinaletwa mitaani. Hujawahi kuona sinema ya Yesu bado? Bado. Haya. Kuna sinema ya Yesu nyingine iliaktiwa Kiduruma, shehe anaijua hapa. Na nyingine Kigiriama, eti Yesu anazungumza Kigiriama. Wallahi mtihani. Shehe anaijua hapo, anaipiga vizuri kabisa. Kwa maana jinsi hii Mulungu aliuhenza ulimwengu hata kamwomboza mwana hawakeye, ili kila mtu amwamini yeye asiangamike, bali yake roho zima milele. Wallahi kule zinapelekwa kwa ndani. Rafiki yangu, kabila gani? Baluya. Baluya eh? Tunao hapa Baluya. Je, uko tayari kumfuata Yesu? Sijakuwa tayari. Hujakuwa tayari eh? Bado unataka kula mtaa? Ndio. Unataka kupiga yoyo, si ndio eh? Ndio. Wewe, inna lillahi. Waislamu, nataka nimrejeshe bwana Dennis, alafu nimrudishe tena bwana Tito. Semeni inshallah. Atuonyeshe mambo. Semeni inshallah. Kama ni Muislamu, hebu nyosha mkono. Teremsha. Kama ni Mkristo unampenda Bwana Yesu, nyosha mkono. Wa kwanza, wa pili, wa tatu yuko hapa. Yule pale. Alafu rafiki yangu, mbona umejificha? Hebu njoo rafiki yangu nikusalimie. Njoo rafiki yangu. Mpishe. Na pishe kabisa. Pishe. Anakuja rafiki yangu mpendwa. Alafu kavaa fulana nzuri. Hebu karibu rafiki yangu. Kavaa fulana nzuri rafiki yangu. Inaitwa Santa nini? Hebu mpatie mimi. Habari rafiki yangu. Eka microphone karibu. Habari yako? Nzuri. Habari ya home? Nzuri. Wallahi umevaa shati fulana poa tu jo. Haki tena. Unaitwa nani jo? Patrick Muhammad. Unaitwa? Patrick Muhammad. Martin Muhammad. Patrick Muhammad. Patrick. Unajua sikusikii vizuri. Eka microphone karibu. Patrick Muhammad. Patrick Muhammad. Nasikia Patrick Muhammad. Nasema inna lillahi. Hiyo huna hiyo. Naam. Hiyo huna hiyo. Bwana Patrick. Kabisa. Nimeelewa shehe. Ndio naenda hapo. Kabisa. Bwana Patrick, wewe ni Mkristo? Unampenda Yesu? Kama nani? Microphone please. I beg of you. Jaribu karibu. Mwokozi wa maisha yako. Umesikia Biblia imesomwa sasa hivi? Imesema Yesu ameingia wapi? Aliingia msikitini. Sauti, loud voice. Aliingia msikitini. Kwa hivyo anaingia msikitini ni nani? Muislamu. Utaamini hivyo Yesu alikuwa Muislamu? Anavaa kanzu kama sisi. Ushaona ile sinema ya Yesu?
Alikuwa anavaa nini? Anavaa Kanzu Alikuwa na ndevu? Alikuwa na ndevu kabisa kabisa, na alikuwa anaingia msikitini kama Waislamu. Ndio maana tunawaambia hapa, kweni Waislamu kama Yesu. Wewe unaonaje? Mimi kwangu nilizaliwa na Mkristo, ndio maana kwamba historia ni ya Wakristo. Kwa hivyo baba Mkristo, mama Mkristo, kwa hivyo wewe mambo yako ya Kikristo. Uislamu bado hujajua. Sasa wewe nakuletea mwalimu sasa hivi, wewe na rafiki yangu na Pastor Deni sasa hivi, lakini kwanza nataka nizungumzie Waislamu. Inna lillahi, huu ni msiba. Waislamu, naombeni kwa dakika 2 peke yake. Hapa kuna ujumbe nimeletewa karatasi, na ujumbe huu wallahi nawaambia, kila